Tumombe Mungu. Mungu wetu, tunakushukuru tena kwa sababu umetukusanya siku nzuri ya leo kwa lengo lile lile la kutufundisha ili tupate faida. Wewe hakika ni Baba unayetupenda, kuna mfano wake. Unatufundisha hili, unatufundisha lile, unatufundisha hili. Hutaki tuangamie kwa kukosa maarifa. Unasema kwa sababu umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe. Baba, sisi tunayapenda maarifa. Hatutaki kuyakataa maarifa yako, maana maneno yako ni uzima wa nafsi zetu. Sema na utumwa wako tunasikia, na tuko tayari kubadilika, na tuko tayari kuyatendea kazi maneno yako. Asante kwa sababu umefanya hivyo na kuzidi, katika jina la Yesu. Amen. Tuende moja kwa moja sasa katika neno la msingi katika Waebrania. Waebrania sura ile ya 6. Waebrania sura ile ya 6 mstari ule. Waebrania sura ile ya 6 mstari ule wa kwanza mpaka mstari ule wa pili. Waebrania sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo. Kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuufikirie utimilifu. Tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai na kuwa na imani kwa Mungu. Anazungumzia juu ya mafundisho ya kwanza ya Kristo na wa mafundisho ya mabatizo. Kwa nini inatajwa mabatizo? Kuna ubatizo wa namna mbalimbali. Kuna ubatizo wa maji, lakini vile vile kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mmoja mwingine unaita nitakubatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Na ubatizo wa maji, kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ni mabatizo hayo, aina mbalimbali za ubatizo. Sehemu nyingine unazungumzia ubatizo wa mateso. Kwa mfano katika Luka sura 12 mstari wa 50 mpaka mstari ule wa 51. Lakini ubatizo unipasao kubatiziwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe. Usio ubatizo wa maji wala sio ubatizo wa Roho Mtakatifu. Alikuwa anazungumza hapa juu ya mateso yanayokuja mbele yake. Ndio aina mbalimbali za ubatizo ndio zinaitwa katika neno letu la msingi hapa mafundisho ya mabatizo. Sasa hilo sio somo letu leo, lakini anaendelea kusema na kuwekea mikono. Hilo ndio somo la leo.
na kuwekea mikono. Mafundisho ya mabatizo, mafundisho ya kuwekea mikono. Mafundisho ya kuwekea mikono yanatajwa kwamba ni miongoni mwa mafundisho ya kwanza ambayo kila Mkristo anatakiwa kuyafahamu. Lakini ni huzuni kwamba wengine wana muda mrefu kabisa katika wokovu, lakini hawajui juu ya somo hili. Kwa hiyo kichwa cha somo letu la leo ni mafundisho ya kuwekea mikono. Mafundisho ya kuwekea mikono. The doctrine of laying on of hands. The doctrine of laying on of hands. Mafundisho ya kuwekea mikono. Hatuna budi kuelewa juu ya kuwekewa mikono. Wako watu wengine kwa kutaka kujua wamezunguka kwa manabii na wale wanaojiita mitume na kuzunguka kwa wale wengi wanaojiita watumishi wa Mungu, wakapata hasara kubwa sana kwa kuwekewa mikono. Sio kila mtu anataka kukuwekea mikono unatega kichwa. Unaweza kujikuta katika matatizo makubwa sana ya maisha yako. Ndio maana nyakati za kanisa la kwanza waliweka mkazo kuhakikisha kila mtu anajifunza juu ya mafundisho ya kuwekea mikono. Kuwekea mikono kuna husiana nini? Kunaweza kuwa na upande ambao uko chanya na upande ambao uko hasi. Wakajifunza kwa undani ili wasijikute wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Bwana tusaidie sisi nasi kwamba leo tupate maarifa tunayopaswa kuyapata. Tangu kitabu cha Mwanzo tunaona watu wakiwekewa mikono kwa ajili ya baraka mbalimbali. Na andiko la kwanza kabisa katika maandiko ambako tunaona juu ya kuwekewa mikono ni katika Mwanzo sura 48 mstari wa 14. Mwanzo sura 48 mstari wa 14. Labda kwa ajili ya faida ya wengine ambao hawajasoma maandiko haya, labda tuanze nyuma ili wote tuwe pamoja. Tuanze mstari wa 8. Israeli akaona wana wa Yusufu. Israeli ndio huyo Yakobo. Akasema, ni nani hawa? Yusufu akamwambia babaye, hawa ni wanangu, Mungu alionipa hapa. Akasema, tafadhali walete kwangu nami nitawabariki. Na macho ya Israeli yalikuwa mazito kwa uzee, wala hakuweza kuona. Akawaleta kwake, naye akawabusu na kuwakumbatia. Israeli akamwambia Yusufu, sikudhani ya kwamba nitakuona uso wako, na Mungu amenionyesha na uzao wako pia. Yusufu akawatoa katika magoti yake, naye akainama kifudifudi. Yusufu akawaweka wote wawili, Efraim katika mkono wake wa kuume kuelekea mkono wa kushoto wa Israeli, na Manase katika mkono wake wa kushoto kuelekea mkono wa kuume wa Israeli. Akawasogeza karibu naye. Israeli akanyosha mkono wake wa kuume
akauweka juu ya kichwa cha Efraimu aliyekuwa mdogo, na mkono wake wa kushoto akauweka juu ya kichwa cha Manase, huku akijua atiavyo mikono, maana Manase ndiye aliyezaliwa kwanza. Anaweka mikono juu ya vichwa vyao, huyu kwa mkono wa kushoto, huyu kwa mkono wa kuume. Anataka kuachilia baraka, na kwa maksudi anasema anaweka huku akijua anafanyaje ile mikono. Anataka kuachilia baraka kubwa zaidi upande wa kuume, na baraka zilizo kidogo zaidi upande wa kushoto. Tunaona hapa watu wanawekewa mikono, halafu baraka zinaachiliwa kwao. Na kuwekea mikono ni swala ambalo ni la kiroho sana, ambalo linaweza kuhamisha kabisa vitu vya rohoni kutoka kwa mwenye navyo kwenda kwa mwingine. Katika Hesabu Hesabu sura 27. Hesabu sura 27. Hesabu sura 27 mstari wa 18 mpaka mstari wa 23. Bwana akamwambia Musa, mtwae Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake, ukamwekee mkono wako. Mtwae Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake, ukamwekee mkono wako. Mtwae Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake, ukamwekee mkono wako. Kisha ukamweke mbele ya Eleazari kuhani na mbele ya mkutano wote, ukampe mausia mbele ya macho yao. Mtwae Yoshua ukamwekee mikono yako. Anaambiwa Musa na Mungu. Sasa naeleza utakapomwekea mikono kitu gani kitatokea. Mstari wa 20, nawe utaweka juu yake sehemu ya heshima yako, ili mkutano wote
wa wana wa Israeli wapate kutii. Inatajwa akiweka mikono juu ya Yoshua, kuna kitu kitatoka ndani yake. Kuna sehemu ya kile kinachomfanya Musa kuheshimika. Hakitakuwa chote, lakini sehemu ya hicho alichopewa na Mungu kitatoka kupitia katika mikono ile, kitaingia kwa Yoshua. Ukamwekea mikono na sehemu ya heshima yako itakuwa juu yake. Yoshua wakati huo alikuwa ni houseboy, kazi yake ilikuwa kuosha mikono ya Musa. Alikuwa kijana tu wa kiume wa kazi tu. Watu wote wanamdharau, wanamwona tu ni mtu wa kawaida. Lakini weka mikono juu yake, huyu ni Mungu anazungumza. Hayo habari tu ya kuweka mikono ili mradi, ni Mungu anasema kaweke mikono. Na Mungu akisema alafu naenda kufanya vile ambavyo Mungu ameelekeza, ndipo kuna kitu ambacho kitatokea, na kinatoka upande wa huyo anayeweka mikono kinaingia upande ule mwingine. Nyuma ya kuwekea mikono kuna mambo ya kiroho yanayofanyika. Na sasa wengi wetu tunafahamu Yesu Kristo vile vile wakati mwingine aliweka mikono juu ya wagonjwa. Marko sura ya 5, Marko sura ya 5 mstari ule wa Marko sura ile ya 5 mstari ule wa 23. Hata tukianza mstari wa 21 itakuwa vyema zaidi. Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake, akimsihi sana, akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje weke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Walikuwa wamekwisha jua na kumfahamu Yesu kwamba akiweka mikono kuna nguvu, kuna uwezo wa kipekee ambao unatoka ndani yake, alafu na waingia wale wenye mateso, wale wenye mahitaji. Israeli akaweka mikono kwa Efraimu na Manase katika kuwabariki. Musa akaweka mikono kwa Yoshua, sehemu ya heshima yake ikaenda juu ya Yoshua. Yesu naye alikuwa anaweka mikono, watu wanapokea uzima. Katika Timotheo, labda kabla ya Timotheo tuende kwanza katika Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 6. Matendo 19:6. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Anaweka mikono juu yao, kuna Roho anashuka juu yao.
kuna vitu vya kiroho nyuma ya kuwekewa mikono. Sasa Matendo ya Mitume 6 tena mstari wa 2 mpaka mstari wa 6. Matendo ya Mitume 6 mstari wa 2 mpaka mstari wa 6. Wale thenashara wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili, na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote. Wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo na Prokoro na Nikanori na Timoni na Pamena na Nikolao mwongofu wa Antiokia, ambao wakawaweka mbele ya mitume. Na walipokwisha kuomba, wakaweka mikono yao juu yao. Mitume wanaweka mikono juu ya Stefano na wenzake. Kama ni mwanafunzi wa Biblia, utaona Stefano tayari anapokea kitu cha ajabu sana. Mbele tu hapo mstari wa 8, na Stefano akijaa neema na uwezo alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Ni Stefano aliyekuwa wa kawaida tu, lakini sasa baada ya kuwekea mikono kuna kitu kingine kimeingia kwa Stefano. Amewekewa mikono na mitume, kuna kitu kingine kimeingia kwake. Sasa Matendo ya Mitume 13 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Matendo 13:1 mpaka 3. Na huko Antiokia katika kanisa lokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeon aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya mfalme Herode, na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Barnaba na Sauli wakawekea mikono, na kukawa na kitu cha kipekee sana kikaamshwa ndani yao. Huduma ya kipekee ndani ya Sauli ambaye alikuja kuwa Paulo ikaamshwa, kama yasemavyo maandiko katika Timotheo wa pili sasa sura ya 1 mstari wa 6. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 6. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 6 tunasoma, kwa sababu hiyo na kukumbusha, uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Kwa maandiko hayo na bila haja ya kusoma mengine, maana tunakumbuka hatimaye Yesu Kristo alisema hata kwa kila aminie ishara hizi zitafuatana hao aminio, kwa jina langu watatoa pepo, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watafanya nini? Watafanya nini? Watapata afya. Ndio ishara hizi zitafuatana hao waaminio. Kila aminie naye anatajwa kwamba anaweza kuweka mikono juu ya mgonjwa na akapata afya. Kwa kuna baraka za namna mbalimbali ambazo zinashuka kwa mtu kupitia katika mikono, kupitia katika huduma ya kuwekewa mikono.
wengi wetu tumekuwa tunafahamu baraka hizi sana, na ndio tena wengine wanakuwa hata hawaridhiki tu na kuombea hivi, angeniwekea mikono. Lakini sio kila wakati Yesu Kristo alipokuwa anamwombea mtu alikuwa anamwekea mikono. Miujiza mingine mikubwa kutokana na kuwekea mikono. Alisema sehemu nyingine, ile mtu sema neno tu na mtu wangu atapona. Akatamka neno kweli, na kule nyumbani saa ile mtu yule akapona. Alisema tu maneno, Lazaro njoo huku nje. Alikuwa kaburini siku 4, akafufuka. Hakuingia kaburini kumwekea mikono Lazaro, la hasha. Lakini itoshe tu kusema upande wa baraka zinazotokea baada ya kuwekewa mikono, wengi wetu tunaofahamu. Lakini leo tunachukua muda kuangalia upande wa pili ambao unaweza kuwekewa mikono ukapata madhara. Kuna kitu kinaitwa Kiingereza transference of spirits. Transference of spirits. Katika kuweka mikono, katika huduma ya kuweka mikono, inahamishwa roho kutoka upande mmoja wanayeweka mikono kwenda kwa yule anayewekewa mikono. Sehemu ya heshima ya Musa inahamishwa kwa kuwekewa mikono, inamwingia Yoshua. Kwa kuwekea mikono kuna nguvu inaingia ndani ya Timotheo ambayo inawasha moto wa karama zilizoko ndani yake na kadhalika. Kwa kuwekea mikono, nguvu ya Roho Mtakatifu wanaipokea. Lakini upande wa pili sasa, kama mtu akiwekewa mikono na mtu mwenye roho chafu, zile roho chafu vile zinaweza kumwingia mtu yule. Nyakati za Biblia, wakati wa Agano la Kale, watu walipokuwa wanataka kutakaswa kutoka katika dhambi zao, walitoa sadaka iliyokuwa inaitwa sadaka ya dhambi. Mtu alikwenda kununua mnyama sawa sana maelekezo, na utaratibu uliokuweko ulikuwa kwamba mtu mwenye dhambi sasa, mtu mchafu, mtu mwovu, mwasherati, mzinzi, mchafu wa kila namna, yeye sasa ndio anakwenda kuweka mikono kwa mnyama yule kwa maagizo anayopewa. Mtu mwenye dhambi akienda kuweka mikono kwenye mnyama yule, dhambi zake mtu yule zinahama, zinatoka kwake, zinamwingia yule mnyama. Yule mnyama anazibeba zile dhambi, halafu yeye anakuwa ametakasika. Mnyama hatimaye atakuwa mwisho wake ni kuchinjwa, damu yake itamwagwa, lakini mwisho wake ni mtu huyu mwenye dhambi kutakasika. Hapa tunaona juu ya mwenye dhambi kuweka mikono. Muda wote ambao tumekuwa tunaangalia, tumekuwa tunaona watu wa Mungu wanaweka mikono, lakini hapa tunaona mwenye dhambi
Lawi sura ya 4. Mambo ya Lawi sura ya 4. Tusome sasa mstari wa 22 mpaka mstari wa 24. Mambo ya Lawi 4:22 mpaka 24. Mtawala atakapofanya dhambi na kutenda pasipo kukusudia neno lolote katika hayo ambayo Bwana Mungu wake aliyazuilia yasifanywe, naye amepata hatia, akijulishwa hiyo dhambi yake aliyoifanya. Huyu ni mwenye dhambi. Akijulishwa hiyo dhambi yake aliyoifanya, ataleta mbuzi awe matoleo yake, mume mkamilifu, maana yake mbuzi dume. Sasa mwenye dhambi huyo, angalia mstari wa 24, kisha ataweka mkono wake kichwani mwake huyo mbuzi. Anayeweka mikono sasa juu ya mbuzi ni nani? Ni nani? Mwenye dhambi. Hapa ni mwenye dhambi ndio anaweka mikono yake juu ya mbuzi na kumchinja. Hapo achinjapo sadaka kuteketeza mbele za Bwana ni sadaka ya dhambi. Utaona mstari wa 26 akifanya hivyo, mwisho wa mstari wa 26, naye kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya dhambi yake, naye atafanya nini? Atasamehewa. Manake upatanisho, dhambi zake kuondolewa, zinahamishwa kwa kuweka mikono. Hiyo ndio tunaita transference of spirit. Hizi ni roho chafu sasa, tofauti na zile na ile roho ya baraka. Hapa sasa kuna roho mbaya, kuna roho chafu. Lakini huyu mwenye roho chafu anamwekea mtu mikono, halafu hizo roho zinahama kutoka kwake, zinahamia kwa yule aliyewekewa mikono. Na utaona ilitumika hiyo tena na tena kuhamisha dhambi kutoka kwa huyu kwenda kwa yule. Angalia tu mbele kidogo hapo, bado tuko hapo. Mambo ya Lawi sasa 4 mstari wa 27 mpaka mstari ule wa 29. Alafu tutasoma mstari wa 31. Mambo ya Lawi 4:27 mpaka 29 alafu 31. Na mtu yote katika watu wa nchi akifanya dhambi pasipo kukusudia, kwa kufanya neno lolote katika hayo ambayo Bwana alizuilia asifanywe, naye akapata hatia, akijulishwa hiyo dhambi yake aliyoifanya, ndipo atakapoleta mbuzi mke mkamilifu awe matoleo yake kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya. Taratibu ni ule ule. Naye ataweka mkono wake kichwani mwake hiyo sadaka ya dhambi. Unaona, anaweka mkono wake juu ya kichwa cha huyo anayeitwa sadaka ya dhambi na kumchinja sadaka ya dhambi mahali hapo pa sadaka ya kuteketezwa. Akifanya hivyo, maana yake ndio maana anaitwa sadaka ya dhambi. Dhambi za kwake zinaingia kwa yule mnyama, kwa namna ambavyo Kristo Yesu kama mwana kondoo wa kuchinjwa alivyochukua dhambi ya ulimwengu pale msalabani. Hapa sasa mnyama anaichukua dhambi ya mwenye dhambi. Dhambi zile zinaingia kwake na anaishia kuchinjwa. Na utaona mstari wa 31 mwishoni, na kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake, naye atasamehewa. Ni hivyo hivyo mstari wa 32 ukisoma mpaka mstari wa 35 ni hayo. Mstari wa 32 mpaka 35, mambo ya Walawi 4. Naye akileta mwana kondoo kwa sadaka ya dhambi, ataleta wa kike mkamilifu, naye ataweka mkono wake kichwani mwake sadaka ya dhambi, kisha atamchinja awe sadaka ya dhambi mahali hapo achinjapo sadaka ya kuteketezwa.
ni kuweka mikono. Mwenye dhambi anaweka mikono juu ya mnyama, na mwishoni hapo mstari ule wa 35, na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya, naye atasamehewa. Habari ya namna hiyo utaiona, muda usingetosha, ni maandiko mengi sana yanazungumzia juu ya mwenye dhambi anaweka mikono yake juu ya mnyama, mnyama yule ana ile dhambi ya mwenye dhambi inahamia kwa mtu yule. Hata kuhani akifanya dhambi ilikuwa ni hivyo hivyo. Tuna Mambo ya Lawi hiyo 4 kuanzia mstari wa 1, unaona hilo. Mstari wa 1 mpaka mstari ule wa 4, Bwana kanena na Musa na kumwambia, haya nena na wana wa Israeli waambie, kama mtu yote akifanya dhambi pasipo kukusudia katika neno lolote ambalo Bwana amelizuilia lisifanywe, na kutenda neno lolote na maneno hayo, kama kuhani aliyetiwa mafuta akifanya dhambi hata analeta hatia juu ya watu, ndipo na atoe kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya na kumsongeza kwa Bwana ng'ombe mume mchanga mkamilifu kuwa ni sadaka ya nini? Ya dhambi. Naye atamleta huyo ng'ombe na kumweka mlangoni pa hiyo hema ya kukutania mbele za Bwana, naye ataweka mkono wake kichwani mwake ng'ombe na kumchinja huyo ng'ombe mbele za Bwana. Ni vile vile anaweka mikono juu ya kichwa cha ng'ombe, alafu yanayofuata ile dhambi yake inahamishwa, inaingia kwa ile mnyama. Baadaye amefanyia upatanisho, amesamehewa dhambi zake amezitua. Unaweza kuona sasa, hatuna budi kufahamu kwamba Shetani ana vitu vingi sana ambavyo anavifanya kwa kuzingatia yale yaliyokuwepo katika Agano la Kale, ambayo leo yamebadilishwa katika matengenezo mapya. Utaona kwenye Agano la Kale, utaona nataja sehemu mbalimbali juu ya ubani, juu ya uvumba na vitu vya namna hiyo ambavyo vilikuwa vinatumika katika ibada mbalimbali nyakati hizo za Agano la Kale. Lakini leo hatutumii hayo katika ibada zetu baada ya matengenezo mapya ya Agano Jipya. Lakini kilichosalia hayo ndio yanatumika upande wa pili wa Shetani katika kazi zake. Utakuwa na kwenda kwa watu wanaofanya kazi na majini, na utasikia inatakiwa uvumba, inatakiwa udi, inatakiwa vina vile, na utaona wanayakoka moto, alafu wanahangaika nayo, lakini hakuna Mungu wapo, ni kazi za nani? Ya Shetani. Na kuna vitu vingi vya namna hiyo katika Agano la Kale. Wakati jingine ilikuwa wanaangalia mwandamo wa mwezi. Leo hatuangalii mwandamo wa mwezi katika matengenezo mapya ya Agano Jipya, lakini hilo nalo la mwandamo wa mwezi linakuwa limehamia katika kazi za nani? Ya Shetani. Huyu mtu mwezi tu kiandama ndio anaanza kuanguka. Hajasikia hivyo? Hajaona hayo? Ni kazi za nani? Shetani. Na hivyo tungeweza kwenda katika mambo mengi. Sasa adui yeye anaiendeleza hiyo kazi leo kwa mikono, na hai baraka inapita. Lakini kama dhambi iliyokuwa inapita inaingia kwa mnyama, kazi za Shetani nazo zinapitishwa kwa mikono. Wako watu wengine ambao wanasikia, wamewahi kusikia kwamba yani yule mtu mchawi sana, yani akikusalimu mtu, akikushika kwa mkono na hii, basi amewahi kumshika mkono yule, amewahi kumshika mkono yule, yani ichukue muda mfupi unasikia vitu vya ajabu vimefanyika. Sio simulizi, ni vitu halisi vya kuonekana.
Na hata sehemu nyingine unakuta matukio namna hiyo yanatokea mpaka watu wanaanza kuwa na mashaka. Siwezi kusahau, yuko mshirika mmoja hapa ambaye baba yake mzazi alikuwa ni mchawi wa viwango vya juu sana, na amewahi kuwatoa watoto wake wa kuzaliwa kafara. Anakuja anatokeza kichawi kwa namna ya kutisha sana kwa watoto wake, na amewatesa kwa namna nyingi mbalimbali. Atawaambia nitakujia usiku wa leo, nitafanya hivi na vile, atafanya matendo ya aibu, lakini yule mtoto wake hamuoni. Na atakuja kutamba baadaye kwamba umeona kilichotokea. Na yule mtoto aliumia sana, na akasema familia yote nateseka, na ndicho kilichomfanya kuja hapa kanisani. Alipokuta kuna nguvu za Mungu ambazo ziko juu zaidi kuliko zile za uchawi wa baba yake, akaona hapa ndipo kinga yake, kwa sababu anaeleza kwamba yeye ndio alikuwa amekusudiwa kuwa mtoto ambaye huyo baba yake alimkusudia amtoe kama kafara ya kazi zake za kishetani. Na alivyokuwepo hapa, akawa sasa amejifunza neno, amekaa kwenye neno, na amekaa katika usafi na utakatifu. Alileta makorokoro mengi ambayo yalikuwa ni kinga yake, yakachomwa. Sasa akawa siku moja ananiambia, anasema, baba, yani mimi hapa siku nikisema nikiondoka hapa, nikiacha imani nitaharibikiwa. Yani mimi hapa nimekuwa natafutwa na baba yangu mzazi ili kutolewa kafara kwa miaka, lakini kila anachohangaika sasa ananishindwa baada ya kuokoka. Baada ya kuwa sasa nimejua hata damu ya Yesu inavyonizingira na ambayo ndio kinga yangu, sio mairizi, sio nini. Nimejua maombi, nimejua vitu vingi, na hapa ndipo kupona kwangu. Sasa siku moja yule mchawi, baba yake ni mchawi wa kupindukia, akamwambia yule mwanae, akamwambia, huyo Kakobe, huyo ambaye amekufanya wewe nashindwa kukuchukua kafara, nataka nimuone, nataka nijaribu hizo nguvu zake. Ni mtu wa namna gani huyo mpaka inakuwa kwamba wewe nimekushindwa? Akaja hapa, ni miaka mingi imepita, wakati huo tulikuwa na ukumbi namba moja peke yake hapa. Akaniuliza yule mwanae, kuna baba, yule baba mchawi sana amekuja, sasa anasema nataka kukuona, nimlete kweli? Nikamwambia mlete hapa na iko nguvu kubwa zaidi ya nguvu yake. Kamwambia mlete akutane na mamlaka gongano, mamlaka kubwa kuliko mamlaka yake. Power encounter, nguvu kubwa kupambana na nguvu ndogo. Akaja yule baba yake hapa, nikamwambia piga magoti. Akapiga magoti. Alipopiga magoti, nimeweka mikono hivi, akakimbilia kunishika mkono wake. Ule mkono wake alivyonishika, zilitoka nguvu, zilikuwa zinatoka nguvu ndani ya mikono yake zaidi ya umeme. Yani ni umeme huwezi kuelezea. Ni umeme sasa unajaribu kupenya ndani yangu. Ile tu ameshika mkono, akang'ang'ana na mkono wangu, unatoka umeme ndani yake, unapita kwangu. Nikamwambia hapa umekutana na nguvu kubwa, hakuna umeme wa kupita hapa.
na kalitia jina la Yesu pale. Kile kilichokuwa kinapita kuja kwangu kikarudishwa kwa nguvu kubwa sana kwake, akatupa chini. Alivyotupa chini sasa, ili kuzinduka, ananiangalia, namwambia, unahitaji msaada wa Yesu. Hii ndio nguvu. Umeona hii nguvu kubwa kuliko nguvu yako? Ndio tukaanza kushughulika nayo kwa Injili. Mikono yake, ndani yake kuna nguvu, hizo zinakuja kwako wewe uliyeshikana naye. Ni transference of spirits. Manake hapo kama anakutana na mtu ambaye hajabobea katika maandiko, hajakaa vizuri katika imani, anachanganya masomo, ni rahisi kupata madhara makubwa sana. Hizo roho zinahamishwa. Na ndio maana ukisikia mtu fulani anawekea mikono watu, usikimbie tu kila mahali na ukawa tu wewe mwepesi wa kutega kichwa. Kuna fulani amekuja, unatega kichwa. Yuko nani fulani, unatega kichwa. Lazima ujiulize, napokuwa natega kichwa na mikono hii inawekewa, ni roho, je, hii roho itakayohamishwa kutoka kule kuja hapa, itakuwa ni roho njema, itakuwa ni roho ya baraka, au itakuwa ni roho ya upande wa pili? Kuna watu wanaitwa watumishi wa Mungu leo ambao ni wazinzi wa kupindukia, wana maroho ya uchafu wa kupindukia. Watu namna hii wanaweka mikono juu ya watu, halafu roho hizo za uzinzi, za uchafu zinasambaa kwa wale watu. Unaweza kukuta kanisa lote ni uchafu kama mtu wao anayewekea mikono. Uchafu ule unakwenda, unahamishiwa, unakwenda kwa yule, unahamishiwa, unakwenda kwa yule. Kwa namna ile ile ya mtu mwenye dhambi kuweka mikono juu ya mnyama. Na sasa katika Timotheo wa kwanza sura ile ya Timotheo wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 22. Timotheo wa kwanza 5:22, usimwekee mtu mikono kwa haraka, wala usizishiriki dhambi za watu wengine. Ujilinde nafsi yako, uwe safi. Katika kuwekea mikono, katika mikono unaweza kujikuta unazishiriki dhambi za watu wengine. Roho zile za dhambi zinaingia kwako. Roho zile za dhambi unazishiriki, zinaingia kwako. Ndio maana hata watumishi lazima tuangalie maisha yao. Lazima utafakari na kuona, je, katika hili kuna, Biblia inasema mtatambua kwa nini? Kwa matunda yao, kwa maisha yao, kwa jinsi zao za kuishi. Lakini mtu huyu anachanganya masomo, nakuta huku anafanya vituko vya wazi namna hiyo, lakini inafika mahali, sasa ni wakati wa kuwekea mikono, unatega kichwa. Utaona ile maroho yanakuvaa. Na ndio unaona kama wale watu wa kuangusha. Ukiona mtu anapuliza mtu, anaangusha mtu, huyu anaanguka kama mende. Ila ukienda kutega kichwa, yale maroho hayawezi kuchukua muda, yatakuingia, na utaona huyu naye anaanza kuangusha watu wengine, naye anapuliza, nao wanapulizika, wanaanguka kama mende. Ni transference of spirits. Zile roho zinahama, zile roho zinahamishwa. Na ndio maana wakafundishwa nyakati za kanisa la kwanza mafundisho ya kuwekea mikono,
ili wao wanajua ni mahali gani ambapo kweli unaweza kweli kwenda kutega kichwa chako. Ni mahali gani unaweza kwenda unatega kichwa chako. Hata kama unaombea mapepo, hata kama unamwombea mtu mwenye mapepo, utaona kuna watu wengine mwenye mapepo, wewe unaweka mikono hivi kwenye kichwa, unaona anahangaika mikono yake na yeye akuwekee kichwani kwako. Umewahi kuona? Wangapi wamewahi kuona hivyo? Hilo ni hatari sana kuliko unavyoweza kufikiria. Kama mtu mapepo yake ni mazito sana, alafu akija kukuwekea mikono, utaona unaweza wewe kama umetoka unasema umeombea, lakini ukarudi wewe mwenyewe una hali nzito. Ukasema imekwaje, mimi nilikuwa nafanya maombezi huko lakini nimerudi, yani hali inatisha. Inatisha. Ndio maana yake lazima tuweze kujua kuna kitu hicho. Kama tunakwenda kufanya huduma za namna hiyo, tunajipanga vizuri katika maombi na tunahakikisha tunajilinda, tunakuwa safi kama maandiko yanavyosema katika Timotheo. Tunajilinda, tunakuwa safi. Na katika usafi wetu maana yake hakuna namna yote kumpa ibilisi nafasi. Amen. Na tunakuwa hatuchukuliwi tuna upepo wa kila elimu. Tunasikia kuna nabii kule, tunaenda tunatega kichwa. Kunasikia kuna mwingine ameingia kutoka mjini, tunaenda tunatega kichwa. Huyu ametokea wapi? Yana nasikia tu ameingia mjini, ni mpya. Ni mpya, unatega kichwa. Wengi wanamna hiyo, ukija kuwapatilia baadaye wamechanganyikiwa, wana vitu vya ajabu vinafanyika. Lakini wameokota maroho, na maroho haya yanaingizwa, haya yanaingizwa, haya yanaingizwa, yeye ni kutega tu kichwa. Mshike mkono jirani yako, mwambie usikitembeze kichwa chako. Mwambie utaambulia maroho yaliyokuwa naenda kwa wanyama. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Kaa kwenye neno. Jilinde uwe safi. Jilinde uwe safi. Usiwaze tu juu ya mambo, huyu anaitwa sijui mtume na nabii, huyu anaitwa sijui nani. Angalia maisha yao. Biblia inasema uchunguzeni sana mwenendo wao. Amen. Wakumbukeni sana wale waliokuwa wakiwaongoza. Hiyo ni Waebrania. Waebrania sura ile ya 13 mstari wa 7. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Wao sio nawaza tu kuombewa, lakini angalia kinachohubiriwa, kinachotamkwa katika ulimi wa mtu huyo, utatambua kwa matunda yao, maisha yake. Je, yanaendana, yanakwenda sawasawa na maandiko, yanakwenda katika mwongozo wa Kristo Yesu, yanakwenda katika mwongozo wa Biblia? Waza juu ya neno kwanza. Amen. Usiwaze tu habari ya kuwekea mikono na ukawa mwepesi tu hivyo, lakini chunguza sana mwenendo wao. Ikiwa ni watu tu wakuzunguka tu kutafuta kuombewa, wengi wameumia, hawajui hata kuumia kwenyewe kulitokea wapi. Bwana atusaidie. Roho Mtakatifu atupe kukumbuka na kuwafundisha watu wengine. Na ndio maana sio mwepesi. Unasikia wako watu mahali fulani, wanazungumza, huku ni mafunuo haya, ni mafunuo yale, ni mafunuo haya, ni mafunuo yale, wewe ndio unakaribisha. Haya, unafika mahali unasema sasa tuombe pamoja. Na wamepiga magoti sasa, wanaweka mikono juu yako, mashahidi wa Jehova.
wanaweka mikono juu yako. Hao wengine sio wanasema wamepata ufunuo huu, wamepata ufunuo huu. Ndugu yangu, utabeba visivyobebeka. Utakuta mtu ameshabadilika ghafla, sio yule, ni mwingine. Utaenda kuyachota maroho hata ujui ametokea wapi. Jilinde nafsi yako. Jilinde nafsi yako. Jilinde nafsi yako. Sio kila mtu anayekuwekea mikono ni Musa. Sio kila mtu anayekuwekea mikono ni Israeli. Sio kila mtu anayekuwekea mikono ni Paulo. Sio kila mtu anayekuwekea mikono ni Anania. Wako na wana wa Skewa na wanaweka mikono. Umepata kitu hapo? Wangapi wamepata kitu hapo? Haya ndio mafundisho ya kuwekea mikono ambayo leo tumeangalia kwa ufupi, lakini kwa namna ambayo inaweza kukupa kukumbuka kwa muda mrefu. Ujue tu kuna pande mbili za sarafu za kuwekea mikono. Upande mmoja utapokea baraka kwa kuwekea mikono kama zinatoka kwa watu ambao kweli ni wakilishi wa Mungu. Lakini utapokea upande wa pili roho nyingine. Utapokea dhambi, utashiriki dhambi za wengine, na wewe kujikuta unakuwa kama wao kwa sababu ukulijua hilo mapema. Mwenye masikio na asikie. Pale ulipo simama juu. Baada ya wimbo mfupi sasa, hebu tumia nafasi hii kumshukuru Mungu na kumwambia neno hili likae ndani yako hata uweze kuwasaidia na kuwafundisha wengine. Weka mikono yako juu. Zaidi zaidi la 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 la. Paza sauti yako ya shukrani kwa dakika moja. Mwambie Bwana asante kwa yale ambayo umenifundisha. Yatunze ndani ya moyo wangu. Nipe macho ya kuona matunda ya kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wa watu hawa, ili nipate kujua kweli hapa ni pa kuwekea mikono au la. Paza sauti yako.